leo nataka niendelee pia katika mfululizo ambao niliuanza wiki iliyopita, na leo nataka nijibu swali, kwa nini tuhubiri injili? Why should we preach the gospel? Kwa nini tuhubiri injili? Kwa nini tuhubiri injili? Yesu Kristo, nasema asante kwa ajili ya saa hii. Maneno ya kinywa changu na mawazo katika moyo wangu na katika akili yangu yakapate kibali mbele zako Bwana. Yatumie vile unavyopenda ili kucommunicate, ili kushirikisha injili unayotavyotaka kuishirikisha kwa watoto wako, katika jina la Yesu Kristo, na wote tuseme amina. Kitabu cha Warumi sura ya 1 na mstari wa 16. Andiko hili limesumbua sana moyo wangu kwa wiki hii yote. Warumi sura ya 1 na mstari wa 16. Hili ndilo andiko la msingi ambalo nataka nijibu swali, kwa nini tuhubiri injili? Tumeanza wiki iliyopita nikaanza kuzungumza kwa habari ya agizo kuu. Mathayo mtakatifu sura ya 28 mstari wa 18 mpaka 20. Yesu Kristo anapowaambia wanafunzi wake, enendeni ulimwenguni mote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Alafu anasema mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuagiza kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, tazama mimi niko pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Na nikazungumza mambo makubwa 4 ambayo Yesu Kristo alituagiza tuweze kuyafanya tunapozungumza swala zima la injili. Jambo la kwanza ambalo tuliona ni kwamba Yesu Kristo anatuagiza kwenda, go, nenda mkawafanye mataifa. Jambo la pili tukaona anatuagiza kutengeneza wanafunzi au disciples. Kwa hiyo unapozungumza habari ya Mkristo, unazungumzia mtu ambaye amekubali kuwa mfuasi au mwanafunzi, disciple. Amekubali kuwa mwanafunzi. Mkristo sio mtu anayekuja tu kanisani na kuondoka. Maana kuna watu wengine mmezaliwa katika imani, umemkuta baba yako ni Mkristo na unajua tu kile kitendo cha kuja kanisani na kuondoka kinakufanya kuwa Mkristo. Ukristo ni zaidi ya kuja kanisani. Katika mstari huu wa Mathayo mtakatifu sura ya 28 mstari wa 19 mpaka ule wa 20 anazungumza vizuri sana ya kwamba tumeagizwa kwenda. Alafu tukishaenda tuwafanye watu kuwa wanafunzi. Anaposema kuwafanya wanafunzi, anazungumzia kuwageuza watu kuwa kama wewe ambaye unawahubiriwa. Kwa hiyo unaposema mimi ni Mkristo, lazima uwe sawasawa na yule aliyekuhubiria. Yaani umjue Kristo kama yeye, utembee kama yeye, uishi katika utakatifu, uonyeshe tabia za mtu aliyeokoka. Kwa hiyo anazungumza kwa habari ya mambo haya. Anasema nendeni, la kwanza. La pili, muwafanye kuwa wanafunzi wangu. La tatu, muwabatize. Na 4, muwafundishe. Hakuna mtu anayeweza kuwa mshirika Mkristo kama hana mafunzo. Lazima uijue imani ya Kikristo. Na kama ambavyo nimetangaza, Jumatatu ya kuanzia kesho nitakuwa nikijaribu au tutajaribu kuimega imani ya Kikristo ili uielewe katika kina chake. Bwana asifiwe sana. Sasa leo nataka nijibu swali hili, kwa nini ni muhimu kwetu kuhubiri injili? Kwa sababu Jumapili iliyopita nilizungumza katika ile Matendo ya Mitume sura ya 1 na mstari wa 8, nanyi mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, na ninyi mtakuwa nini? Mashahidi yangu. Kwa hiyo tukaona kwamba ukiisha kuwa Mkristo, moja kati ya jukumu la msingi sana ni lazima uhubiri injili. Kwa hiyo kwa nini ni lazima tuhubiri injili? Nataka nizungumze mambo kama 12 kama muda utaniruhusu, ambayo ni ya muhimu sana. Kwa nini ni lazima tuhubiri injili? Warumi sura ya 1 mstari wa 16 ndio nataka nianzie hapo. Warumi 1:16, na hapa tunapata sababu ya kwanza kwa nini ni lazima tuhubiri injili. Anasema hivi, kwa maana siionei haya injili. Kwa nini? Kwa sababu ni uweza. Hebu sema, mwambie jina lako, uweza. Mwambie tena, ni uweza. Anasema kwa maana siionei haya injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Mchungaji, kwa nini hubiri injili? Tunaihubiri injili kwa sababu injili ni nguvu ya Mungu au uweza wa Mungu uletao wokovu. Hapa anasema kwa sababu ni uweza. Kwa Kiingereza anasema it is the power into salvation. Yaani ndio nguvu inayotuleta katika wokovu.
Kwa hiyo hakuna wokovu wowote ambao unaweza ukatokea katika maisha ya mtu kama injili haitahubiriwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sababu ya kwanza kwa nini lazima tuhubiri injili? Tunahubiri injili kwa sababu injili ndiyo nguvu ya Mungu iletayo wokovu. Mwambie jirani yako, injili ndiyo nguvu ya Mungu iletayo wokovu. Sema tena ukiamini, injili ndiyo nguvu ya Mungu iletayo wokovu. Kwa maneno mengine, wanadamu hawawezi wakaokolewa mpaka wasikie injili. Kwa hiyo injili lazima ihubiriwe. Kwa hiyo anasema, kwa maana siionei haya injili. Hebu mgeukie jirani yako muulize, unaionea haya injili? Maana sababu mojawapo kwa nini watu hawahubiri injili ni kwa sababu wanaionea haya. Sasa Paulo anawaandikia Warumi, na naamini kuna wakati fulani nitapata muda, Mungu akinisaidia, labda katika mwaka huu, na wewe nikifundisha kitabu cha Warumi, kwa sababu unapozungumzia injili unazungumzia kitabu cha Warumi. Hallelujah, the gospel. Yaani ukisikia tu injili, kitabu cha Warumi ndio kimeelezea injili vizuri sana. Kwa hiyo anazungumzia, kwa maana siionei haya injili. Na kuna Wakristo wako wengi leo ambao hata hawashuhudii, hata hawahubiri. Kwa nini? Kwa sababu wanaona haya kwa habari ya injili yao. Paulo anawaandikia Warumi, anawaambia siionei haya injili kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie. Kwa hiyo yeyote utakayempelekea injili akaiamini, wokovu ni lazima katika maisha. Kwa hiyo sababu ya kwanza tunayohubiri injili, kwa nini lazima injili ihubiriwe? Kwa sababu injili isipohubiriwa hakuna nguvu ya kuleta wokovu. Kwa hiyo injili inahubiriwa kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Sema pamoja nami, injili ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Sasa naomba niseme hapa hivi, sio uweza wa Mungu unaoleta wokovu kwa kila mtu. Nguvu ya injili iko kwa wale waaminio. Kwa hiyo injili ni uweza wa Mungu unaoleta wokovu kwa kila aaminie. Kama mtu aamini, haiwezi ikawa nguvu iletayo wokovu. Kwa mtu asiyeamini, injili ni uweza wa Mungu unaoleta hukumu. Narudia, kwa wasioamini, injili ni uweza wa Mungu uletao hukumu. Kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 3 na mstari wa 18 anasema maneno haya. Yohana Mtakatifu 3:18. Angalia pale. Amwaminie yeye, anaiamini injili hahukumiwi. Asiyeiamini injili amefanyaje? Amekwisha kuhukumiwa. Kwa nini? Kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Kwa hiyo yeyote asiyetaka kuiamini injili, na tunapozungumza injili, mwambie jina lako injili. Mshike tena mkono, mwambie injili. Hakuna injili kama hakuna habari za Yesu Kristo. Kwa hiyo ukizungumza injili, tunazungumzia kazi Yesu aliyokuja kuifanya msalabani na ukombozi tulioupata pale msalabani. Yeyote asiyeamini kazi Yesu aliyokuja kuifanya duniani na ukombozi tulioupata pale msalabani, amekwisha kuhukumiwa. Ndivyo Biblia inavyotuambia. Yeyote asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Kwa nini? Kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 na mstari wa 12 anazungumza maneno haya. Matendo ya Mitume sura ya 4 na mstari wa 12 anasema hivi: wala hakuna wokovu kwa mwingine awaye yote. Kwa hiyo tunapozungumza habari za wokovu wa mwanadamu, hakuna wokovu katika mwingine awaye yote. Na nina ujasiri wa kusema injili ndio pekee inaweza ikamuokoa mwanadamu. Hakuna maneno mengine, hakuna lugha nyingine, hakuna namna nyingine ambayo inaweza ikamuokoa mwanadamu isipokuwa habari njema za Yesu Kristo. Biblia inatuambia hapa,
wala hakuna wokovu katika mwingine ayawa yeyote. Hakuna mwanadamu yeyote, hakuna mtume yeyote, hakuna Mungu yeyote, hakuna mfalme yeyote, hakuna mtu yeyote mwenye uwezo wa kumwokoa mwanadamu isipokuwa Yesu Kristo. Biblia inasema wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu linalopaswa sisi kuokolewa kwalo. Mgeuke jina lake, mshike mkono, mwambie hakuna jina jingine. Nina ujasiri kusema leo, imani katika jina la Yesu Kristo ndio imani pekee inayoweza kumwokoa mwanadamu. Hakuna imani nje ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa wewe endelea kuamini vingine unavyoendelea kuamini. Ila mimi kulingana na maandiko katika Biblia inasema wala hakuna wokovu katika mtu mwingine awaye yote. Maana hapana jina jingine walilopewa wanadamu chini ya mbingu litupasalo sisi kuokolewa katika yeye. Angalia kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 16 mpaka ule wa 20. Angalia pale. Turudi pale Yohana 3:16 mpaka 20, alafu nitarudi hapa. Yohana 3 sura ya 16 mstari wa 16 mpaka 20 nasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee ili kila mtu amwaminie nani? Yesu Kristo, asipotee bali awe na nini? Awe na uzima wa milele. Hakuna mwanadamu atakayeweza kupata uzima wa milele isipokuwa yule anayemwamini Yesu Kristo. Narudia, hakuna mwanadamu yeyote yule, kwa rangi yoyote ile na kwa namna yoyote ile, katika nchi yoyote ile, atakayeweza kuulisi uzima wa milele kama hamwamini Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Angalia mstari wa 17, anasema maneno haya, maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Namna pekee ya kuokoa ulimwengu huu ni kwa wanadamu kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. As long as you don't believe, maadamu humwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, wewe umeisha hukumiwa. 18 anasema maneno haya, ndio pale tuliposoma, anayemwamini Yesu hahukumiwi, asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Kwa maneno mengine, ili uokolewe lazima uliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Ndio lile tulilosoma katika Waebrania 4:12, wala hakuna jina jingine ambalo wanadamu wanapaswa kuokolewa katika hilo. Kwa hiyo lazima uliamini jina pekee la mwana wa nani? Wa Mungu. Angalia mstari wa 19 anasema hivi, 19 Yohana 3:19 anasemaje hapo? Anasema na hii ndio hukumu. Sasa nisikilize, kuna watu wanasubiri hukumu ya mwanadamu mwisho wa ulimwengu. Hukumu ilishatolewa. Bwana asifiwe. Na hii ndio hukumu ya kwamba nuru imekuja ulimwenguni na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Nuru inayozungumzwa hapa ni Yesu Kristo. Kwa hiyo tunaweza kubadilisha tukasema hivi, kwa maana hii ndio hukumu ya kwamba Yesu amekuja ulimwenguni na watu wakapenda giza kuliko kumpenda Yesu, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Mtu yeyote asiyemkubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, Biblia inamsema ya kwamba anamkataa Yesu kwa sababu matendo yao ni maovu. Na ninaihubiri injili kwa ujasiri. Hakuna mwanadamu mwingine yeyote anayeweza kukuokoa. Imani ya Kikristo ndio imani pekee inayoweza kumwokoa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mstari wa 20 anasema maneno haya. Anasema hivi, maana kila mtu atendaye mabaya anamchukia Yesu, wala haji kwa Yesu ili matendo yake yakemewe. Maana ukija kwa Yesu, matendo yako maovu lazima yatakemewa. Nimekwambia nuru ni Yesu. Bwana asifiwe. Na hiyo nuru ambayo ni Yesu ndio sisi pia. Tukishampokea Yesu Kristo, sisi pia tunapokea nuru. Nafikiri katika kitabu cha Mathayo Mtakatifu sura ya 5
kama sikosei mstari wa 14, 15 na 16. Anasemaje pale? Kama sikosei, anaposema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Haleluya. Kwa sisi ni nuru. Anazungumza ya kwamba na sisi tukisha mpokea Yesu Kristo tunakuwa nuru ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukimpokea Yesu mnakuwa nuru. Anasema mstari wa 14, 5:14, ninyi ni nuru ya ulimwengu, mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima. Kwa hiyo ukisha mpokea Yesu Kristo huwezi ukanyamaza bila kuisema habari ya injili. Kwa hiyo sababu ya kwanza kwa nini lazima tuhubiri injili? Tunahubiri injili kwa kuwa injili ni uweza wa Mungu. Waebrania pale 4:12 nilipokuwa anasema ndio uweza pekee unaoweza kumwokoa mwanadamu. Waebrania 4:12, maana hakuna jina jingine lolote walilopewa wanadamu ambalo sisi tunapaswa kuokolewa kwalo. Kwa maana hakuna, Waebrania samani, Matendo ya Mitume 4:12. Matendo ya Mitume 4:12 samani. Anasema kwa maana hakuna jina wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu linalotupaswa sisi kuokolewa kwalo. Kwa hiyo sababu ya kwanza kwa nini lazima uhubiri injili ni kwa sababu injili ndio uweza pekee unaweza kumwokoa mwanadamu. Kwa maneno mengine, tunapoacha kuhubiri injili tunawanyima watu fursa ya kuokolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mgeukie jirani yako, mtikise mkono, muulize, wewe unahubiri injili? Na mama alizungumza nafikiri Jumapili iliyopita akasema haikuwa kazi rahisi kuhubiri injili. Wengine walichinjwa. Wewe sasa uone kwa nini watu walikuwa wanachinjwa, mama mchungaji? Walikuwa wanachinjwa kwa sababu unapopeleka nguvu iletayo wokovu kwa mtu ambaye hamwamini Yesu Kristo, yuko tayari kukata shingo, yuko tayari kukuchuna ngozi. Kwa hiyo sio kazi rahisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana utaona wengine tukianza kuhubiri habari za Yesu Kristo, huyu anayeokoa, wengine mpaka wanatoka mapovu kupinga tunachokifanya, kwa sababu ni nguvu iletayo wokovu. Inawezekana isiaminiwe na kukubaliwa na kila mmoja. Asiamini amekwisha kuhukumiwa. Na huo ni uwazi, ukweli. Unamwambia kabisa mtu, usipomwamini Yesu Kristo umesha kuhukumiwa. Sasa hatupeleki injili ya hukumu, lakini ndio uhalisia. Kuna watu wanasubiri mwisho wa dunia ndio waone hukumu. Hukumu ilishatoka. As long as you don't believe Christ, maadamu haumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, umekwisha kuhukumiwa. Tusidanganyane. Na ndio maana wakati mwingine wananiuliza kama mchungaji, unaitwa katika msiba wa mtu asiyeamini, wanakuambia njoo uzike. Ndio naenda kuzika kwa sababu siziki kwa sababu ya yule aliyekufa. Yule aliyekufa ni libondo tu, limwili limelala pale. Mimi naenda pale kupata fursa ya kuwaambia watu, jamani, na sisi tutakufa. Unapokwenda hukumu tayari ilishatokea. Hukumu ilishatokea. Maisha yako unayoishi hapa duniani ndio yanayoamua ni wapi utakuwa baada ya hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna watu wanaamini wakifa wataenda sijui toharani, alafu watatolewa sadaka, na baada ya hapo kutoka toharani watahamishiwa kwenda mbinguni. Sikiliza, unachoishi hapa duniani ndicho kinachoamua. Biblia inasema baada ya kifo ni hukumu. Hakuna sala, hakuna maombi, hakuna sadaka ambayo wanadamu watakutolea baada ya wewe kuwa umekufa na ikakuhamisha kukutoa mahali popote na kukupeleka katika uzima wa milele. Uzima wa milele unaamua wewe. Kitabu cha Zaburi ya 16 nafikiri mstari wa 3 anasema maneno haya. Zaburi ya 16 mstari wa 3 anasema hivi, watakatifu walioko duniani ndio walio bora, na hao ndio Mungu anaopendezwa nao. Kwa hiyo hapa duniani wako watakatifu. Unaweza ukawa mtakatifu ukiwa duniani. Watakatifu walioko duniani ndio walio bora, na hao ndio Mungu anaopendezwa nao. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 22 nafikiri mstari wa 10 na 11 anasema maneno haya. Ufunuo wa Yohana sura ya 22 mstari wa 10 na ule wa 11 anasemaje mahali pale? Anasema hivi, akaniambia usiatie muhuri maneno ya unabii wa kitabu hiki, kwa maana wakati huo umekaribia. Wakati gani? Sikiza anachosema. Akaniambia, mwenye kudhurumu na azidi kudhurumu, na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu, na mwenye haki na azidi kufanya haki, na mtakatifu azidi kuwa mtakatifu. Kwa hiyo unaweza ukawa mtakatifu ukiamua kuendelea kuwa mnywa pombe, wewe endelea, ili tukifika kule wakisema unaenda jehanamu ya moto unakuwa unajisifu kabisa kifuani, unajigonga, ni rizinyi wa kweli. Lala mpaka kwenye mapipa ya pombe.
Acha kubipu dhambi. Ukiamua kufanya dhambi, fanya kweli kweli, uje ukahukumiwe kweli kweli. Lakini kuna watu wako kanisani wanabipu dhambi. Acha maisha hayo. Acheni maisha ya kujichanganya. Ishini maisha ambayo ni safi. Maisha ambayo mko tayari kumuona Yesu Kristo. Haleluya. Jamani, niwaambie Yesu Kristo anakuja. Muda sio mrefu tutamuona mawinguni. Muda sio mrefu Yesu Kristo anakuja kuwachukua watakatifu wake katika ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, kuna maisha baada ya maisha haya. Maisha hayaishi hapa duniani. Yako maisha baada ya maisha haya. Kwa hiyo kama kuna mtu alikwambia mwanadamu ponda mali kifo chaja, kifo sio mwisho. Kifo ni kulala tu. Mwambie jina lako, kifo ni kulala tu. Mwambie tena, kifo ni kulala tu. Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 na mstari wa 13, kama sikosei anasemaje pale? Angalia pale. Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 na mstari wa 13 na 14 na 15 anasemaje pale? Soma pamoja nami pale. Anasemaje? Anasema hivi, lakini ndugu zangu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti. Hazungumzi watu waliokufa, anazungumzia watu waliolala mauti. Msije mkahuzunika kama na wengine wasiokuwa na matumaini. 14 anasemaje? Anasema hivi, kwa maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Kristo Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Mwambie jirani yako, kuna maisha baada ya maisha haya. Mwambie leo, kuna maisha baada ya maisha haya. Mchungaji, wewe haujui maisha yangu yamekuwa mabaya. Nimekuwa ni mtu ambaye ninajichanganya. Nimefanya makosa mengi sana. Sijui kama haya makosa Yesu anaweza akanisaidia. Mathayo mtakatifu sura ya 11 mstari wa 28, 29 na 30 anasema maneno haya. Mathayo mtakatifu 11, 28, 29 na 30 anasema hivi, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Njoni kwangu. Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mstari wa 29 anasema hivi. 29 anasema, jitieni nira yangu mkajifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa hiyo ukija kwa Yesu, Yesu ana uwezo wa kupumzisha mzigo ulionao. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 3 na mstari wa 20 anazungumza maneno haya. Ufunuo wa Yohana 3:20, angalia 3:20 Ufunuo wa Yohana. Anasemaje mahali pale? Anasema, tazama nasimama mlangoni na bisha, mtu akiisikia sauti yangu na kufungua mlango wake, nitaingia kwake nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Kwa hiyo ukimkubali Yesu Kristo, yuko tayari ukifungua mlango wako aingie kwako. Yesu akiingia kwako atakula pamoja naye na ataishi pamoja nawe. Kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 na mstari wa 17. Wakorintho wa pili 5:17. Wakorintho wa pili 5:17 anasema, hata imekuwa ya kwamba mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Haleluya. Mwambie jirani yako, ukiwa ndani ya Yesu Kristo umekuwa kiumbe kipya. Ya kale yanapita, tazama yamekuwa mapya. Ukija ndani ya Yesu Kristo, ya kale yanapita, tazama yanakuwa mapya. Yesu Kristo akamwambia Nikodemu katika kitabu cha Yohana sura ya 3, akamwambia Yesu Kristo anamwambia Nikodemu, anamwambia mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kurithi uzima wa milele. Kwa hiyo ni lazima umpokee Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Nikodemu akauliza, mtu anawezaje kuingia katika tumbo la mama yake alafu akazaliwa tena? Yesu Kristo akamwambia, mtu asipozaliwa kwa neno na kwa roho hawezi akaurithi uzima wa milele. Lazima uzaliwe kwa neno. Hebu sema kwa neno. Kitabu cha Yohana mtakatifu 1:12, wote waliompokea amewapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Kwa hiyo unachohitaji ni kumpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mpokea Yesu. Ukimpokea Yesu, Wakolosai 1:13 na 14 anasema maneno haya. Wakolosai sura ya 1 mstari wa 13 na 14 anasema hivi, na yeye Yesu alituhamisha kututoa katika ulimwengu wa giza, ametuingiza katika ulimwengu. Anasema hivi, na yeye Yesu alitokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. 14 anasema maneno haya, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Kwa hiyo Yesu Kristo ndio nguvu iletayo wokovu.
Oh mchungaji, unajua mimi maisha yangu yako tu hivi hivi, ninaendelea hivyo. Sikiliza, ukiendelea hivyo hivyo utaishia hivyo hivyo, utapotea, utaangamia. Dhambi zako zisikuzuie kwenda kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Anasema katika kitabu nafikiri cha Warumi sura ya 3 mstari wa 23. Warumi 3:23 anasema wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Warumi 3:23. Wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Katika kitabu hicho cha nafikiri cha Warumi sura ya 6 mstari nafikiri wa 13 anasema kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo kila mtu aliyefanya dhambi akibaki katika dhambi, mshahara wa dhambi ni nani? Mshahara wa dhambi ni nini jamani? Ukibaki katika dhambi, mshahara wa dhambi ni nini jamani? Mgeukie jirani yako mwambie mshahara wa dhambi ni mauti. Mwambie dhambi unaweza ukaiacha. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 4 anasema maneno haya. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 4 anazungumza maneno haya. Anasemaje? Hapa Yohana alikuwa analiandikia kanisa la Mungu. Anasema maneno haya. Anasema watoto wangu wadogo na waandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Kwa hiyo anatuandikia ili kwamba tusitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Angalia mstari wa 2 anasema maneno haya. Anasema na yeye Yesu Kristo ndiyo kipatanisho cha dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu huu. Yesu Kristo anaweza kuliconcile, anaweza kukupatanisha wewe na Mungu. Oh haleluya. Una vita na Yesu, una vita na Mungu. Yesu anaweza kukupatanisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Mgeukie jirani yako mwambie Yesu anaweza kukupatanisha. Mwambie haijalishi imeharibika kiasi gani, haijaharibika bado kiasi kwamba Yesu hawezi akaingilia. Mwambie haijaharibika bado kiasi kwamba Yesu hawezi akaingilia. Nafikiri ni katika kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ya 4 mstari wa 16 na kuendelea. Yesu Kristo anazungumza maneno aliyoyasema katika kitabu cha Isaya sura ya 61. Anasema na Roho wa Bwana yuko juu yangu, yeye amenitia mafuta. Oh haleluya. Yuko juu yangu, amenitia mafuta. Anasema 18 nafikiri. Anasema na Roho wa Bwana, tuanzie hata 16. Anasema watu wale walio katika hii na misibievu leo. Anasema wale watu waliokaa katika giza wameona mwanga mkuu. Wameona mwanga mkuu. Nao waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti wameona mwanga umefanyaje? Umewazukia. Haleluya. Mwanga umefanyaje? Umewazukia. 16 anasemaje? 17 anasemaje? Bwana Yesu asifiwe. Naona ina kilanga hii. Imeona injili imenoga, alafu yenyewe ikasema ngoja ni wakatili. Hauwezi ukatukatili. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo mtakatifu sura ya 4 mstari wa 16 anasema hivi. Watu wale waliokaa katika giza wameona mwanga mkuu, nao waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti mwanga umewazukia. Kwa hiyo haijalishi umekaa katika dhambi za namna gani, mwanga utakuzukia. Anasema tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Bwana asifiwe sana. Tubuni kwa kuwa ufalme wa Mungu umefanyaje? Umekaribia. Kitabu cha Isaya sura ya 60 mstari wa 1 mpaka ule wa 4 nafikiri. Anasemaje pale? Isaya, twende pale. Isaya sura ile ya 60. Uko pale? Haleluya. Anasemaje pale? Isaya sura ile ya 60. Anasema hivi. Ondoka uangaze kwa kuwa nuru yako imekujia na utukufu wa Bwana umekuzukia. Kwa hiyo kila wakati unapompokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, nuru ya Bwana itakuzukia. Anasema maana tazama giza kuu litaifunika dunia, nalo giza kuu litazifunika kabila za watu, bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wa Bwana utakuonekania. Kwa hiyo kila wakati utakapomruhusu Yesu Kristo aje awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, nuru ya Bwana itakuzukia. Na hakuna kitu Yesu hawezi akatengeneza. Isaya sura ya 61 mstari wa 1 mpaka wa 4 anazungumza maneno haya. Hakuna kitu Yesu hawezi akatengeneza. Anasema Roho wa Bwana yu juu yangu. Huyu ni Yesu anajizungumza mwenyewe. Kwa sababu Bwana amenitia mafuta ili awahubiri wanyenyekevu habari njema. Amemtuma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Kwa hiyo Yesu Kristo ukimwamini ana uwezo wa kukufungua katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana.
Bwana asifiwe. Unaniuliza mchungaji nifanyaje? Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 37 anasema maneno haya. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 37, waliposikia injili ambayo Petro alihubiri siku ile ya Pentekoste, watu wakachomwa mioyo yao. Angalia, waliposikia maneno hayo ambayo Petro alihubiri, wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akamwambiaje? 38. Angalia 38. 38 akamwambia maneno haya. Angalia pale. Mstari wa 38. Anasema Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kuna mtu ananiambia, mchungaji, nataka kujazwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu huwezi ukajazwa kama hujasamehewa dhambi zako, kama Yesu Kristo hajaingia katika maisha yako. Yesu Kristo anahitaji kuingia katika maisha yako. Mwambie jirani yako, Yesu anahitaji kuingia katika maisha yako. Kwa hiyo Yesu Kristo lazima ahubiriwe, kwa sababu ndio nguvu ya Mungu iletayo wokovu. Hakuna wokovu katika mwanadamu mwingine awaye yote isipokuwa ni Yesu Kristo. Hizi habari za Yesu naweza kuzungumza mpaka kesho. Haleluya. Maana kila ukichanja ni Yesu tu. Wewe mwambie yako, ukichanja ni Yesu, ukikata ni Yesu. Haleluya. Kwa hizi habari tunaweza kuzungumza mpaka kesho. Bwana asifiwe sana. Hakuna dhambi Yesu hawezi akasamehe. Hakuna makosa ambayo hawezi akaacha. Nafikiri ni katika kitabu cha Isaya sura nafikiri ni ile ya ngapi ile? Ni sura ya kwanza mstari wa 18 na 19. Anasemaje pale? 18 na 19. Isaya 1:18 na 19. Ni pale au Isaya 1:8-19. Anasema hivi, haya njoni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji, zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Kwa hiyo hakuna dhambi ambayo Yesu Kristo hawezi akasamehe. 19 anasema hivi. 19, Isaya 1:19 anasema hivi, kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi, lakini mkikataa mtaangamizwa. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kwa kadri unavyoendelea kukataa kumpokea huyu Yesu Kristo, unajiletea tu nguvu ya uangamivu katika maisha yako. Isaya sura ya 59 mstari wa kwanza na wa pili anasema maneno haya, kila aliyechagua kufanya dhambi. Isaya sura ya 59 mstari wa kwanza na wa pili anasema maneno, tazama mkono wa Bwana haujawahi kupunguka wala hata asiweze kuokoa, wala sikio lake sio zito hata asiweze kusikia. Lakini mstari wa pili anasema maneno haya. Pili anasema hivi, lakini maovu yenu. Hebu mwambie yako, maovu yako. Anasema lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake hata asiweze kufanya au asitake kuona. Kwa hiyo wakati mwingine Mungu anashindwa kuingilia kati maisha yako kwa sababu maisha yako yamejaa dhambi. Mgeukie Mungu leo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Na kuna watu wengi sana mko katika wokovu. Mna wokovu wa kina baba, mna wokovu wa kina mama, sio wokovu wako mwenyewe. Ni lazima ufike mahali onja ili ujue ya kwamba Yesu ni mwema. Onja mwenyewe. Acha kuishi katika wokovu wa kina baba, acha kuishi katika wokovu wa kina mama. Nakumbuka siku moja nilikuwa nimekaa ofisini kwangu pale nyumbani, nilipokuwa nimekaa, Destiny akaja, mtoto wangu, miaka 11 sasa 12 anaelekea. Akaja akaniambia, baba, nina jambo nataka nikwambie. Alafu akaanza kulia. Nikamuuliza, mwanangu, unalia nini? Akaniambia, baba, leo nataka kuokoka. Haleluya. Yeye mwenyewe binafsi Yesu alijifungua ndani ya maisha yake. Akajua kwamba pamoja na kwamba nimezaliwa kama mtoto wa askofu, pamoja na kwamba nimezaliwa kama mtoto wa mchungaji, lakini siwezi kwenda mbinguni kwa kuwa ni mtoto wa askofu, siwezi kwenda mbinguni kama mtoto wa mchungaji. Naenda mbinguni kwa kuwa nina experience binafsi ya kumpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Nikamuita mama yake, tukamwombea sala ya toba. Bwana Yesu asifiwe sana. Watoto wangu wote kwa wakati wao binafsi, kila mmoja alikutana na huyu Yesu. Kila mmoja alikutana na huyu Yesu. Na Yesu Kristo alipoingia katika maisha yao amewaokoa. Wao wenyewe hakuna mtoto hata mmoja nilimwambia batizwa. Yeye mwenyewe aliposikia, alijifunza na akaamua kubatizwa. Kwa hiyo maisha ya wokovu ni maisha binafsi. Maisha binafsi. Hebu mgeukie na kumwambia ni maisha binafsi. Ni maisha binafsi. Acha kuishi maisha ya kujichanganya. Watu wengi sana mnaishi maisha ya kujichanganya. Yanapoteza ile nguvu ya Mungu iletayo wokovu. Unashindwa kushuhudia, unashindwa kuhubiri kwa sababu wewe mwenyewe nguvu hiyo ya wokovu haijabadilisha maisha yako. Na Mungu akusaidie leo hii nguvu iingie ndani yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie jirani yako, hii nguvu iingie ndani yako. Mwambie tena, hii nguvu iingie ndani yako. Yesu Kristo jamani ni mtamu. Ni kwa sababu tu hujaonja. Mimi nimeonja miaka zaidi ya 30, miaka 33 sasa. Tangu nimeokoka, nimemwonja huyu Yesu na nimemjua. Uwezo ukaniambia chochote kwa habari ya huyu Yesu. Haleluya. Miaka 33 niliyokaa katika Yesu nimemuona. Haleluya. Mwaka 92, tarehe 12 mwezi wa 9, saa 1 usiku,
nilimpa Yesu Kristo maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukampa Yesu Kristo maisha yako leo. Bwana asifiwe. Na hii injili ukaikumbuka. Mimi nakumbuka siku ile nilihubiriwa kutoka katika kitabu cha Daniel sura ya 3 na ule mstari wa 16. Daniel anawauliza yule mtumishi wa Mungu akawa anatuambia, mbona sisi tumeamua kupigia magoti sanamu? Mbona umeamua kupigia magoti uasherati? Mbona umeamua kupigia magoti ulevi? Mbona umeamua kupigia magoti hicho kinachokutesa? Kwa nini leo usiwe kama kina Shadrach, Meshach na kina Abednego? Na mimi nikasema siku hiyo nataka nimpokee Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na wewe leo unaweza ukafanya uamuzi. Yesu Kristo anaweza akaingia ndani ya maisha yako. Huyu Yesu ni halisi, si hadithi. Kwako amekuwa hadithi kwa sababu hujamuonja. Lakini ukimuonja huyu Yesu Kristo leo, Yesu anaingia ndani yako na anageuza maisha yako. Mambo tunayozungumza katika wokovu, mambo tunayozungumza katika injili ni mambo ambayo tumeyaonya, tumeyaonja, tumeyagusa, tumeyajaribu kwa mikono yetu wenyewe. Tunayokuhubiria tumeyaonja, tunayajua. Nikizungumza nguvu ya uponyaji, nazungumza nguvu itendayo kazi katika maisha yangu mwenyewe, na nimeiona ikifanya kazi katika maisha ya watu wengine. Ni kwa sababu hujaona tu. Bwana asifiwe sana. Petro anaingia katika mlango wa hekalu katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume, anamkuta yule kiwete katika mlango wa hekalu. Anamwambia yule mtu amekaa akiwa na shauku ya kupokea kutoka kitu kwa kina Petro. Anapomkuta mahali pale, anamtazama Petro akiwa na shauku ya kupokea. Petro anamtazama na yeye akamkazia macho, akamwambia, fedha sina, mali sina, lakini nilicho nacho ndicho ninachoweza kukupa. Kwa jina la Yesu Kristo inuka na uende. Hili jina linaweza likainua watu, hili jina linaweza likawafanya watu wakatembea. Iko nguvu katika jina hile. Ni kwa sababu hujaonja tu, uko uweza katika jina hile, yako mamlaka katika jina hile. Ukiyaonja yanafanya kazi katika maisha yako. Unaendelea kujichanganya kwa sababu hujaonja nguvu ya jina hile. Bwana Yesu asifiwe sana. Nafikiri katika kitabu cha Waebrania sura ya 6 na ule mstari wa 4 anasema hao, anazungumza habari ya hao walioishawahi kukionja kipawa cha Mungu. Anasema kwa maana hao waliokwisha kupewa nuru, yaani wameokoka na kukionja kipawa cha mbinguni. Unapookoka, Mungu anakupa fursa ya kuonja kipawa cha mbinguni. Unaonja, anasema hivi na kufanywa washirika wa Roho Mtakatifu. Unapookoka unafanywa kuwa mshirika wa Roho Mtakatifu. Unaonja kipawa cha Roho Mtakatifu, unafanywa mshirika wa Roho Mtakatifu. Angalia pale mstari wa 5, anasema hivi, mstari wa 5, angalia, anasema hivi, na kulionja neno zuri la Mungu na nguvu za zamani zijazo. Ukiokoka unapewa nafasi ya kulionja neno zuri na kuzionja nguvu za zamani zijazo. Nguvu za zamani zijazo ni nini? Roho Mtakatifu. Matendo ya Mitume 1:10 mstari wa 8 anasema, nanyi mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Mungu anapokupatia nguvu ile ya Roho Mtakatifu, umeonja nguvu za zamani zijazo. Wewe umeonja nini? Uamini mpaka leo kwa sababu hujaonja. Ila ukionja, mama mchungaji, utaelewa iko nguvu katika huyu Yesu. Ni halisi, si hadithi. Mmekuwa na imani ya kupapasa. Waefeso 3:20 anasema unapompokea huyu Yesu, moja kati ya kitu unakipokea unapompokea huyu Yesu Kristo, unapokea nguvu ya kimungu ambayo inakaa ndani yako. Tuliiona katika Ufunuo wa Yohana 3:20, lakini Waefeso 3:20 anazungumza maneno haya. Anasema basi atukuzwe Mungu anayeweza kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yale tuyaombayo au tuyawazayo, kwa sababu iko nguvu ya Mungu inayotenda kazi ndani yetu. Sikiliza, dhambi hatuishindi kwa sababu tunapenda kuishinda. Dhambi tunaishinda kwa sababu iko nguvu inayotenda kazi ndani yetu. Oh, haleluya. Kuna watu wanajaribu kuacha dhambi. Huwezi ukaacha dhambi nje ya Yesu Kristo. Unaweza ukaiacha dhambi tu ukiwa ndani ya Yesu Kristo. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 27 kama sikosei, anazungumzaje pale? Angalia, waraka wa kwanza wa Yohana 2:27 anasema, nanyi mafuta yale mlioyapokea kwake, yani ile nguvu ya Roho Mtakatifu, ile nguvu ya Mungu, ile jina la Yesu Kristo mlilopokea kwake linakaa ndani yenu. Na kwa sababu mnakaa ndani yenu, hamna haja ya mtu yote kuwafundisha, lakini kama yale mafuta yanavyokaa ndani yake yanawafundisha, na habari za mambo hayo ni yote ni kweli wala sio uongo, na kama yanavyowafundisha, basi kaeni ndani yake. Haleluya.
huoni nguvu za Yesu kwa sababu umekaa nje ya Yesu. Ngeke nako mwambie huoni nguvu za Yesu kwa sababu umekaa nje ya Yesu. Kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 15 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 7 anazungumza maneno haya. Yohana Mtakatifu sura ya 15 mstari wa 1 mpaka ule wa 7 anasema maneno haya. Angalia pale. Yohana Mtakatifu sura ya 15 mstari wa 1 mpaka wa 7 anasema, mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Huyu anayesema mimi ndimi mzabibu wa kweli, huyu ni Yesu Kristo. Anasema mimi Yesu ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Mstari wa 2 anazungumza maneno haya. 2 anasema hivi, kila tawi ndani yangu lisilozaa ninaliondoa, na kila tawi lizaalo analisafisha. Ukiokoka ukaja kwa Yesu Kristo, Yesu atakusafisha. Kama kuna makando kando ya dhambi atakusafisha. Kama kuna vitu vijakaa sawa atavisafisha. Kama kuna mambo ya kuondoa atayaondoa. Kwa nini? Hakuna wakati wote injili inapokuja katika maisha ya watu ikashindwa kuwa nguvu ya wokovu katika maisha yao. Kwa hiyo ukikaa ndani ya Yesu Kristo, Yesu atakusafisha. Angalia mstari wa 3 anasema maneno haya. 3 anasema hivi, ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililoambia. Maneno ya Mungu tunayoambiwa yanatufanya kuwa safi. Yanatufanya kuwa safi. Anasema ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililoambia. Angalia mstari wa 4 anasema maneno haya. Anasema ninyi kaeni ndani yangu na mimi ndani yenu. Yesu anaweza akakaa ndani yako kama wewe unavyokaa ndani yake. Anasema ninyi kaeni ndani yangu na mimi nitakaa ndani yenu. Anasema kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa katika pamoja na mzabibu, kadhalika ninyi msipokaa ndani yangu. Angalia mstari wa 5, na upenda sana mstari wa 5. Anasema mimi ni mzabibu na ninyi ni matawi. Akaaye ndani yangu na mimi ndani yake, huyo azaa sana, na pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Kwa nini unashindwa mara nyingi? Huna Yesu ndani yako. Ungekuwa naye, Yesu angegeuza maisha yako. Mstari wa 6 anazungumza maneno haya, 6 na 7. Angalia pale 6 anasema, mtu asipokaa ndani yangu atatupwa nje kama tawi na kunyauka. Watu watayakusanya na kuyatupa motoni. Mstari wa 7 anazungumza maneno haya. 7 anasema hivi, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote mtakalo nanyi mtatendewa. Umeomba haitokei kwa sababu uko nje ya Yesu. Ungekaa ndani ya Yesu, ungeomba na Yesu angekupatia. Yohana 6:63 anasema maneno haya. Yohana sura ya 6 mstari wa 63 anasema maneno haya. Anasema hivi 6:63, roho ndio itiayo uzima. Kwa hiyo maneno yanapokuwa ndani yako yanaleta uzima ndani yako. Anasema roho ndio itiayo uzima na mwili haufai kitu chochote. Maneno haya niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Haya maneno nayazungumza ni roho tena ni uzima. Ukikaa katika maneno haya maneno yatakuleta katika uzima. Injili ni uweza wa Mungu unaoleta wokovu. Katika kitabu cha Warumi sura ya Yohana 8:31 na 32. Yohana sura ya 8 mstari wa 31 na 32. Yesu anawaambia Wayahudi waliomwamini, anawaambia ninyi. Angalia pale Yohana 8:31 na 32. Yesu Kristo akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Kwa hiyo kinachowafanya watu wao wanafunzi wa Yesu Kristo ni kwa sababu wanakaa katika neno. Neno la Mungu, it is a dynamite power. Ni nguvu iletayo wokovu. Anasema ninyi mkikaa katika maneno yangu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Alafu 32 neno hili anazungumza vizuri sana. Tena mtaifahamu kweli na kweli itawaweka huru. Unataka kuwekwa huru? Ifahamu neno. Mfahamu Yesu. Neno ni Yesu. Yohana 1:1 mpaka 4 anasema maneno haya. Yohana sura ya 1 mstari wa 1 mpaka 4. Neno ni Yesu Kristo. Angalia pale. Anasema hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Sasa twende taratibu ili unielewe. Neno nimekwambia ni Yesu. Kwa hiyo tuseme maneno haya. Hapo mwanzo alikuwepo Yesu, naye Yesu alikuwa kwa Mungu, naye Yesu alikuwa Mungu. Mstari wa 2 anasemaje? Anasema hivi, na huyo mwanzo ambaye ni Yesu alikuwa kwa Mungu. 3 anasemaje? Anasema vyote vilifanyika kwa huyo Yesu, wala pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika. Mstari wa 4 anasema ndani ya huyo Yesu ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima umekuwa nuru ya watu. 14 anasemaje? 14 anasemaje? Yohana 1:14 anasema maneno haya. 1:14 anasema maneno haya. 14 anasema maneno haya. Anasema na huyo Yesu
alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee anayetoka kwa Baba, amejaa neema na kweli. Kwa hiyo unapozungumza mkikaa katika neno na neno likakaa ndani yangu, ombeni lolote. Yani maana yake ukikaa ndani ya Yesu na Yesu akakaa ndani yako, omba lolote utakalo nawe utatendewa. Kwa nini unaomba na utendewe? Ni kwa sababu uko nje ya Yesu. Rudi kwa Yesu. Mgeukie jirani yako, mwambie rudi kwa Yesu. Mwambie tena rudi kwa Yesu. Leo nilipanga nizungumze njia 12 ambazo kwa nini tuhubiri injili. Nimeishia kuzungumza moja. Haleluya. Inawezekana uko hapa na hujampa Yesu Kristo maisha yako. Na nasema kwa injili hii niliyoisikia leo, sitaki kutoka hapa bila kumpa Yesu Kristo maisha yangu. Sikiliza, kimsingi haumpi Yesu maisha. Ila mnabadilishana maisha. Yeye anakupa maisha, wewe unampa ya kwako ya dhambi. Unampa ya dhambi, yeye anakupa ya kwako ya kwake yasiyokuwa na dhambi. Kuna mtu anataka kubadilishana maisha yake na Yesu leo. Umezaliwa katika familia ya Kikristo, umekulia katika nyumba ya Kikristo, lakini hukuwahi kuwa na uhusiano binafsi na huyu Yesu Kristo. Na leo hii unasema, mimi nataka kuokoka. Mimi nataka kuanza upya na huyu Yesu. Kama yuko mtu wa jinsi hiyo ambaye anasema mimi nataka kumpa Yesu Kristo maisha yangu leo, haleluya. Mama mchungaji, mama askofu, njoo uongoze sala ya toba. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Kuna mtu amebaki kule anataka tumuongoze sala ya toba. Na wale wengi ambao mnatufuatilia kwa njia ya redio saa hii, unatutazama kwa njia ya televisheni, popote pale ulipo, inawezekana kwenye ofisi yako au katika gari lako, hujachelewa. Yesu Kristo yuko kila mahali. Azuiliwi na umbali, hana mpaka na kitu chochote. Ukimwamini na kumkubali leo, pale ulipo anaweza kukuokoa. Unaponisikiliza katika headphone yako sasa hivi, au unaponitazama pale katika screen yako ya simu au ya kompyuta au screen yako nyumbani kwako, nyosha mkono wako kuelekea katika kioo hicho cha televisheni. Omba sala hii pamoja nasi na Yesu Kristo atakuwa ameingia maishani mwako na utakuwa umeokoka. Karibu sana mama, uongoze sala ya toba. Kanisa, tuelekeza mikono yetu kwa watu walioko mbele yetu na tuombe. Rudia nyuma yangu, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, ninakushukuru. Ninakushukuru kwa ajili ya wakati mwema. Kwa ajili ya wakati mwema. Na kwa wakati mzuri. Na kwa wakati mzuri. Ambao umenipa fursa. Ya kuwepo mbele zako tena. Ya kuwepo mbele zako tena. Nimesikia neno lako. Nimesikia neno lako. Limezungumza na maisha yangu. Limezungumza na maisha yangu. Nami nimekuja mbele zako. Nami nimekuja mbele zako. Nikiomba unisamehe. Nikiomba unisamehe. Dhambi zangu. Dhambi zangu. Na makosa yangu. Na makosa yangu. Kwa damu yako. Kwa damu yako. Ya thamani. Ya thamani. Usafishe maisha yangu. Safisha maisha yangu. Uyatakase maisha yangu. Uyatakase maisha yangu. Unifanye safi tena. Unifanye safi katika tena. Jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ninakataa shetani. Namkataa shetani. Na kazi zake. Na kazi zake. Ninakupokea wewe Yesu. Nakupokea wewe Yesu. Uwe Bwana. Uwe Bwana. Na Mwokozi. Wa maisha yangu. Wa maisha yangu. Kuanzia sasa. Kuanzia sasa. Mimi ni mwana wa Mungu. Mimi ni mwana wa Mungu. Kuanzia sasa. Kuanzia sasa. Mimi ni mtoto wa Mungu. Mimi ni mtoto wa Mungu. Ninakataa hukumu. Ninakataa hukumu. Namkataa shetani. Namkataa shetani. Na kazi zake. Na kazi katika zake. maisha yangu. Katika maisha. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sitaishi katika hukumu tena. Katika hukumu kuanzia sasa. Kuanzia sasa. Mimi ni kiumbe kipya. Mimi ni kiumbe kipya. Ya kale yamekwisha. Tazama nimekuwa mpya. Kwa mamlaka. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ya jina la Yesu. Futa dhambi zangu na makosa. Futa dhambi zangu na makosa yangu. Futa jina langu. Futa jina langu. Katika kitabu cha hukumu. Katika kitabu cha hukumu. Andika jina langu. Andika jina katika langu. kitabu cha uzima. Katika kitabu cha kuanzia sasa. Kuanzia sasa. Tembea pamoja na mimi. Tembea pamoja Fanya nami. kazi pamoja na Fanya mimi. kazi pamoja nami. Nisaidie Yesu. Nisaidie Yesu. Katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu.
Asante Bwana Yesu. Asante Bwana Kwa Yesu. sababu nimeokoka Kwa kuwa sasa. nimeokoka sasa. Katika jina la Yesu. Katika jina la Unaweza Yesu. kunyanyua tu mikono yako juu tafadhali. Thank you, Jesus. Tunapoendelea kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninakushukuru Mungu kwa ajili ya watoto wako ambao Mungu umewapa neema siku ya leo ya kusikia neno lako na kuamua kuja mbele zako kukupokea wewe kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yao. Ninaomba neema yako kuwasaidia katika jina la Yesu. Ninakataa kila udhaifu katika maisha yao. Nakataa kila dhambi katika maisha yao. Nakataa kila kushindwa katika maisha yao. Naachilia mkono wako Yesu. Naachilia damu yako ya thamani kusafisha maisha yao, kusafisha nafsi yao, kusafisha katika jina la Yesu. Kila uovu, kila makosa. Neno lako linasema kwamba dhambi zetu zijapokuwa nyekundu kama damu, utasafisha kuwa nyeupe kama theluji. Safisha makosa na dhambi. Safisha kila chochote ambacho kimeharibu maisha yao. Kwa mamlaka ya jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, natangaza msamaha katika maisha yao. Natangaza msamaha katika maisha yao. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, natamka hawa ni watu wapya sasa. Natamka hawatashindwa tena. Natamka ni washindi katika jina la Yesu. Zaidi ukatembee nao Bwana, ukawawezeshe, ukawashika kwa mkono wako wenye nguvu, ukawashindie kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, na wakabidhi katika mkono wako. Na safari hii Bwana ikawa nyepesi pamoja na wewe. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini, sema amen. Amen. Naweza mkamshangilia Bwana Yesu. Makofi kwa Yesu. Amina. Karibuni sana. Hallelujah.